Nampongeza sana Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana na sekta, mwana akifanya ziara, ameacha maagizo. Sisi tukasema moja ya kazi yetu ni kufuatilia maagizo ya viongozi wanaosaidia kazi Mheshimiwa Rais ili matarajio ya serikali hapa yaweze kutimia. Niwapongeza sana TANROADS. Tumefarijika sana na maelezo tuliyopewa leo ya mradi. Sio tu tumetupatia maelezo, lakini tumeona tofauti na ziara ya mwisho, leo vitu vingi sana vimebadilika. Nataka niviseme vichache. La kwanza, mara ya mwisho tumekuja hapa, mnara ule wa kuongozea ndege haukuwa kwenye sura ile. Leo unapata sura ya kwamba mnara ni kama uko tayari kwa ajili ya kufanya kazi. Lakini ya pili, tulikuwa tunapewa hadithi nyingi za eneo la parking ya maegesho ya magari. Kuna maegesho ya magari 500 na nini, lakini hauoni ile kazi kwa imeanza. Lakini leo ukigeuka ukiangalia hapo unaona panatimka kweli kweli vumbi hapo, matengenezo yale ya maegesho yakiendelea. Na mimi ninafahamu kazi ya leveling hiyo imekamilika. Tunafanya tu kazi ya mwisho kwa ajili ya kuweka pavings tayari parking iweze kufanyika hapo. Tatu, tuliona jengo limesogea kwa asilimia zaidi ya 70 mara ya mwisho kuwa hapa. Lakini muonekano wa leo mshaanza kufanya na urembo. Sasa kana mtu anafanya urembo kwenye kazi yake, maana hapo kwenye hatua nini ya mwisho. Kwa hiyo tunapata picha kwamba kweli sasa tupo kwenye hatua ya mwisho, na kama mlivyoongea Septemba tunategemea kazi ikamilike. Nilikuta kipindi kile mnatuambia mmeagiza escalator 22. Na kama mlisema tunakaribia kuanza kuzifunga. Leo nafurahi kusikia ya kwamba na kuona ya kwamba escalator 18 zishafungwa, bado escalator tu 4 za kukamilisha hili jambo. Lakini pia naambia kulikuwa na lifti 9 na zote 9 zilishafungwa tayari. Kwa hivyo kwa ujumla tumeona maendeleo makubwa sana, hata katika mifumo ya ICT, mifumo ya TEHAMA, mifumo ya zimamoto, almost na mpo kwenye hatua za mwisho. Kwa hiyo kwa dhati tunawapongeza sana kwa kazi ambayo imefikiwa. Ni rai yetu sasa mambo machache muendelee kuyaangalia pamoja na pongezi hizo. La kwanza ni kama tumeshakula ng'ombe mzima sasa, si ndio? Kambakia kamkia hivi. Sina yakini mkia ukikatwa kwenye ng'ombe maisha yake yanakuaje. Mimi sio mfugaji, lakini inawezekana akapoteza uelekeo. Kwa hiyo tuwaombe tu katika hatua za mwisho za kukamilisha mradi muongeze usimamizi. Hatuna mashaka na uwezo wenu na weledi wenu, lakini wakati mara zingine kubambikiwa kazi ni hapa kwenye finishing. Akifika mtu hapa hata angalia nondo iliyoingia huko chini na kadhalika, anaangalia anaona jengo lenye muonekano gani. Kwa hiyo tuwaombe msimamie kwenye hatua hii ya finishing ifanyike per standards. Lakini la pili, mradi huu ulikuwa na component ya mazingira. Ukiangalia usanifu wake, architectural drawings na animations za mradi huu, unaona kuna component ya miti mingi itakayopandwa hapa. Kwa hiyo tuendelee kutoa rai na kwa kweli kusisitiza ya kwamba katika usimamizi wa miradi kuna kazi ambazo zinaweza zikaenda sambamba simultaneously. Yani kazi moja haiathiri kazi nyingine na haina haja ya kusubiri kazi nyingine ikamilike. Lakini ziko ambazo lazima nyingine ikamilike ndio zingine zianze. Sasa zile ambazo zinaweza kufanyika kwa pamoja zile ni vyema mkazifanya. Natambua ni component ambayo ipo kwa mkandarasi, lakini ushauri wangu angesimamiwa sasa hiyo kazi ifanyike kwa weledi mapema. Niendelee kusisitiza ni vema akapata subcontractor mbobezi kwenye mazingira, alafu akasimamiwa sio tu kupanda miti ni ngapi, miti ya aina gani, ya kivuli sio maeneo gani, ya kupendezesha maeneo haya ni yapi, wapi patakuwa na bustani, maeneo gani tutaweka vivutio fulani hivi vya kutambulisha Dodoma, yani mtu akiona sema ile airport ya Msalato Dodoma na kadhalika. Mheshimiwa DC, mradi huu wa uwanja wa ndege wa Msalato unatekelezwa umegawanywa kwenye maeneo mawili, maeneo ya miundombinu lakini pia na maeneo ya majengo. Kwenye upande wa miundombinu tuna njia ya kurukia au kutua ndege kwa maana runway, tuna njia tuna sehemu ya kupaki ndege, tuna sehemu ya ndege kutembelea au taxiway,
lakini pia tuna fence pamoja na barabara ambazo za humu ndani za kuingilia kwenye uwanja pamoja na zingine za kwa ajili ya service ya humu ndani. Utekelezaji wa sehemu hii umefikia 87% ya upande wa miundombinu, lakini kwenye upande wa majengo tuko 75%, ambao pia kwenye swala la upande wa majengo tuna jengo la abiria, tuna majengo mengine mbalimbali kwa ajili ya umeme pamoja na fire na hali ya hewa, lakini pia na control tower kwa ajili ya kuongozea ndege. Mheshimiwa DC, unavyoona hapa ndo maendeleo ya kazi zetu zilizopo, na kwa sasa tuko hatua za finishing pamoja na kufunga mifumo mbalimbali.